Tumsifu Yesu Kristo. Askofu Isaac Yamani, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya zawadi zake nyingi, na mwaka huu ametuwezesha kuadhimisha sikukuu ama sherehe ya Pentekoste. Wapendwa mnaonisikiliza, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye mwanzo wa yote na ndiye yote katika maisha yetu. Tunapoadhimisha Pentekoste, tunaadhimisha kuzaliwa kwa kanisa. Roho Mtakatifu alipowashukia mitume, wafuasi na watu wa mataifa waliokuwa wanasali wakimngojea Roho Mtakatifu, ndipo kanisa lilipozaliwa. Sisi ni viungo vya kanisa hilo kwa mujibu wa ubatizo wetu. Kwa hiyo leo ni sikukuu yetu, ni sikukuu ya kila mmoja wetu sisi wabatizwa. Herini kwa sherehe ya Pentekoste. Tumshukuru Mungu kwa kutuumba upya kwa ubatizo, kwani Roho Mtakatifu anatuumba upya tuweze kuwa viumbe ambavyo vimetengenezwa kutokana na madhaifu mbalimbali, na ndio mpango wa Yesu mfufuka. Umepeleka Roho wake Mtakatifu ili atuumbe upya. Somo la kwanza ni simulizi jinsi kanisa lilivyozaliwa. Wayahudi na watu wa mataifa walikuwako wote mahali pamoja wakisali. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 11, tunapata maneno hayo. Ndugu zangu, maneno hayo yanaeleza mazingira yaliyo muhimu kwa kuwepo kwa kanisa. Kanisa familia, kanisa jumuiya, kanisa kigango, parokia na hata jimbo. Kwanza kabisa, waamini wanapaswa kujali swala la upamoja na umoja. Mshikamano huo unafanya taasisi zetu kuwa na nguvu, upamoja na umoja. Waamini waliokuwako mahali pamoja kwa sababu walikuwa wameagizwa wakeshe katika sala wakingojea kutimiziwa ahadi ya Roho Mtakatifu. Pentekoste inatukumbusha kwamba sala ni sehemu ya maisha ya pamoja. Kukaa pamoja kutuunganishe katika mambo ya sala na mambo mengine. Lakini jambo la pili, upepo wa nguvu uliijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kila mmoja wao alijazwa Roho Mtakatifu, akaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyomjalia kutamka. Kumbe anapojaza nafsi zetu, anapotujaza uwepo wake, ndiye anayeshikamaniza nafsi zetu na kuimarisha ule umoja wetu. Ni Mungu mwenyewe. Maana yake umoja wetu umeagizwa na kuwezeshwa na kuongozwa na Mungu. Ajabu ni kwamba licha ya watu kujaliwa kusema lugha mbalimbali, kila mmoja aliwasikia wengine wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Huo ni muujiza wa Pentekoste. Ni furaha ya kusikilizana, kuelewana na kuwa na malengo ya pamoja. Hayo yanashuhudia uwepo wa Roho Mtakatifu. Tukumbuke kwamba hapo zamani watu wa Babeli walipotaka kwa kiburi kujijengea mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni ili wajijengee jina, Mungu alichafua lugha zao, wakashindwa kusikilizana na hivyo kutawanyika. Kitabu cha Mwanzo sura ya 11 aya ya 4 hadi ya 8. Pentekoste ni tendo la Mungu la kutimiza ahadi ya kututengeneza upya kwa kutupelekea Roho wake Mtakatifu, kama alivyotabiri kwa njia ya nabii Yoeli kuhusu siku ya Masiha. Nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina Roho yangu. Ni kitabu cha Yoeli sura ya 2 aya 28 hadi 29. Kumbe Mungu ametimiza ahadi yake. Leo ndiyo siku yenyewe tunaadhimisha. Basi tuipokee zawadi hiyo kwa shukrani na tuitumie zawadi hiyo. Roho Mtakatifu atuunganisha, tuimarishe na azalisha ndani mwetu matunda Mungu anayotaka. Watu waliomiminiwa Roho ya Mungu huishi maisha namna gani? Mtume Paulo anajibu kwamba palipo na Roho Mtakatifu patakuwepo na upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu na kiasi. Barua kwa Galatia sura ya 5 aya 22. Tunajifunza kwa jumuiya ya waamini wa kwanza jinsi walivyojipanga katika utaratibu wa maisha mapya. Walidumu katika mambo manne. Katika jambo la kwanza, mafundisho.
mafundisho ya mitume, la pili katika ushirika, la tatu katika kumega mkate, yaani ekaristi takatifu, na la nne katika kusali. Walidumu katika hayo manne, na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 42 hadi 47. Ndivyo Wakristo wa kwanza walivyokuwa na walivyoonekana. Walishuhudia kwa maisha ya pamoja kuwa Yesu ni Bwana wao, wakawa na umoja uliowawezesha kunufaika na karama na huduma za waamini mbalimbali. Ndio pamoja wao walitambuana kuwa viungo mbalimbali vya mwili mmoja, kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Ya barua ya kwanza kwa Korinto sura ya 12 aya 13. Tunaonywa tukatae yenye kuhatarisha umoja wa waamini katika ngazi zote. Ndugu zangu, baada ya kuadhimisha Pasaka, tukumbuke kwamba salamu ya Yesu mfufuka kwa wanafunzi wake ni hii: amani iwe kwenu. Anataka tuishi katika amani na Mungu, amani na watu. Alitumwa na Baba kutuletea amani kwa njia ya gharama kubwa, mateso yake, kifo na ufufuko wake. Baada ya kuishi akifundisha kwa miaka 30, anataka tumpokee Roho Mtakatifu kwa maondoleo ya dhambi, tuweze kuishi katika uhuru, tuishi kweli maisha ya watoto wa Mungu kwa kadri ya mapaji 7 ya Roho Mtakatifu tuliopewa kwenye kipaimara, na hivyo kuwa na amani ya kweli. Mungu anaposhika usukani wa maisha yetu, hapo tunakuwa na amani ya kweli. Leo tunapomshukuru Mungu kwa zawadi ya Roho Mtakatifu, tuzingatie yafuatayo. Kwanza, Wakristo wa kwanza walidumu katika mafundisho ya mitume. Kilichowawezesha kukumbatia maisha mapya ya imani na tunu za Kikristo ni mafundisho ya mitume ambao walijifunza kwa Yesu. Mafundisho hurithisha tunu, desturi, mila, historia na umaana wa mambo ya pamoja. Kwa kutozingatia mafundisho ya Mungu na ya kanisa kuhusu imani yetu, tunaona Wakristo wakiishi watakavyo kinyume na amri za Mungu. Babeli ilitokana na hali ya mwanadamu kujijengea jina kwa kiburi bila kuzingatia mpango na nia ya Mungu ya kutuumba. Usalama wetu utapatikana kwa mafundisho ya Mungu na ya kanisa. Tuchote kwa furaha mafundisho kutoka kwenye Biblia, katekisimu na maisha ya watakatifu. Tumezembea sana ufundishaji wa dini nyumbani na shuleni. Nawapongeza wazazi wenye kuwafundisha dini watoto wao na kuwarithisha desturi za imani yetu. Nawapongeza mapadri, watawa, makatekista na waalimu wa Katoliki wanaotambua na kutimiza wajibu wa kufundisha dini shuleni. Aliyepokea Roho Mtakatifu huwa na ari ya kuutangaza na kueneza ufalme wa Mungu, hasa kwa wadogo na vijana. Inasikitisha kuwa na Wakristo waliotelekeza sala, hawasali mpaka wakati wa shida kubwa. Sakramenti zimewekwa pembeni kwa baadhi yao. Upendo wa Kristo na zawadi ya Roho Mtakatifu vinachukuliwa kama mambo ya kawaida tu. Baadhi yao, yani hawa waregevu wazazi, wanaorithisha watoto wao tabia hiyo ya uregevu dini, wanasia mbegu katika kuharibu kizazi cha Mungu. Wakristo walio hai hudumu na kusitawi katika mafundisho na muungano wa Mungu, muungano na kanisa. Jambo la pili, Wakristo wa kwanza walidumu katika ushirika. Ulimwengu wetu unatusonga kwa mambo mengi ya kiuchumi, ya kisiasa na kimahusiano na hata kiimani. Mwelekeo wake, yani ulimwengu, ni kila mtu kujipambania mwenyewe. Swala la ushirika lahitaji utashi na ufuatiliaji wa umoja wa kweli. Sinodi ilituangazia tuone kanisa kama familia ya Mungu ambamo ushiriki na umisionari ni muhimu kwa uhai na utume wake. Wakristo wa kwanza walionyesha umoja, ukarimu, imani, upendo na moyo wa sadaka kwa matendo ya ujasiri. Wakaweza kuunda jumuiya mpya ya wafuasi wa Yesu. Wakatoliki wa leo ni sisi wa klero, watawa na walei kwa pamoja. Tuoneshe katika familia na jumuiya zetu kwamba kila mwanafamilia
na mwanajumuiya ni kiungo hai kwa mchango wake wa uwajibikaji kwa upendo na matendo katika nyanja zote. Kwa hiyo michango ya vipaji, mchango misa, shukrani, mavuno na zaka ni fursa za kushirikiana na kanisa mahalia na hivyo kuzisaidia parokia na taasisi zenye changamoto mbalimbali kutokana na ukarimu wetu. Ushirika wa kijimbo ni muhimu sana kwa usitawi wa jimbo. Tuipokee zawadi ya Roho Mtakatifu kwa kudumu katika umoja, haki na amani. Ya tatu, Wakristo wa kwanza walidumu katika kuumega mkate, yaani Ekaristi Takatifu. Yesu aliweka wazi akituambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Injili ya Yohane sura ya 6 aya 53 hadi 56. Katika sakramenti ya Ekaristi twalishwa neno la Mungu na kupewa uwezo wa Mungu wa kutekeleza atakayo Mungu. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 4 hadi ya 5. Katika Ekaristi twaungana na Kristo na pia twaungana na viungo vyote vya mwili wa fumbo wa Kristo, kwani Ekaristi natuunganisha sote pamoja. Twachota humo nguvu za kutosha za kuishi imani yetu na kuishuhudia kwa ujasiri mpaka kuzaa matunda ya uzima wa milele kama watakatifu walivyofanya. Twadhihirisha uhai wa imani kwa kupatana na Mungu na kwa kuishi vyema na jirani zetu, tukiongozwa na haki na upendo usiokuwa na unafiki. La 4, Wakristo wa kwanza walidumu katika sala. Yesu alikuwa na tabia ya kusali. Watakatifu wote walikuwa na tabia ya kusali. Wakristo wote makini wanayo tabia ya kusali. Yesu anatuagiza tusali kwa imani. Yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa ni yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Injili ya Marko sura ya 11 aya ya 24 hadi 25. Sala aliyotufundisha Bwana wetu iongoze sala zetu na tabia zetu. Shule ya kwanza ya sala ni katika familia. Wazazi watambue na watimize wajibu huo wa kusali nyumbani na watoto, na kuwaingiza watoto katika shirika la kipapa na seli za watoto. Watoto wapokee sakramenti za Ekaristi na kipaimara wakiwa shule ya msingi. Wakicheleweshwa inakuwa ni hali ya uregevu tangu mwanzo. Moyo wa sala uhimizwe katika jumuiya ndogo za Kikristo na vyama na mashirika na jumuiya za kitume. Tuwe watu wa sala ili tuweze kusimama imara katika vita vya kiroho tulivyoanza kwa kukiri imani katika ubatizo. Tulimkataa shetani, yeye mwenyewe anatutafuta bado. Tusiposali anatuvizia na kuturudisha kwenye matapishi tuliofanya siku ile ya ubatizo. Tumshukuru Mungu kwa ushuhuda wa jumuiya ya Kristo wa kwanza. Tujifunze kwao. Sisi kanisa la Arusha tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atuandae kwa tendo kubwa la kutabaruku kanisa kuu tarehe 7 Agosti mwaka huu. Siku hiyo tutatabaruku kanisa jengo. Kuanzia sasa kila mtu ajitambue kuwa kiungo cha kanisa, mwili wa Kristo kama jumuiya. Maandalizi ya sherehe ni muhimu, kwani tutapokea wageni na sisi pia kushangilia hatua kubwa ya kujenga nyumba ya Mungu, nyumba ya sala. Naomba ukarimu na uwajibikaji wa dhati katika kuandaa sherehe kama tutakavyoshirikishwa na kamati ya sherehe. Ndugu zangu, nahitimisha ujumbe huu kwa tahadhari mbili ambazo ni changamoto nyakati zetu hizi. Ya kwanza, katika mahangaiko ya kiuchumi kumetokea wimbi la matapeli wa mtandaoni. Hao ni wepesi kutumia simu kudanganya kwamba
wamekupelekea fedha wakitaka warudishie au wape namba yako ya siri wakuingizie fedha kwenye simu yako. Usipowapa ushirikiano, wana tabia kutukana vibaya sana. Tujihadhari pia na bahati nasibu za mitandaoni betting. Fanya kazi kwa bidii na usitegemee kufanikiwa kirahisi au kimuujiza. Tuondoke huko. Ya pili yafanana na ya kwanza. Wapo wajanja wengine wanaojitangaza kuwa manabii na mitume wa Yesu Kristo. Hawa hulenga mifuko na mali za watu kwa kupitia maombi na miujiza. Utambulisho wao ni bahasha, sio wokovu wa watu. Kwa kadri bahasha yako ilivyo kubwa, ndivyo utasaidika upesi. Waathirika wengi wamejikuta kuwa maskini na kuingiza familia zao katika janga kubwa la umaskini. Wapo wenye tamaa ya mafanikio ya haraka bila kutoka jasho. Tutafakari ni wapi Yesu alifanya mambo kama hayo, na tuchunguze ukweli wa uponyi na fanaka zinazoshuhudiwa kwamba zina udumifu. Na udumifu gani? Kweli wajanja wapo na wenye kuliwa hawakosekani. Basi tuwe waangalifu na tutoe taarifa za utapeli na uhalifu mwingine, ili hao waovu wachukuliwe hatua stahiki. Tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atuongoze katika kweli na atuepushe na ulaghai na tamaa za maisha rahisi, ili tuwe kweli chumvi ya dunia na mwanga wa ulimwengu. Natakieni nyote heri na baraka kwa sherehe ya Pentekoste. Tumsifu Yesu Kristo.